Siku ya kesho ambapo tutapata burudani kali kutoka kwa vijana wetu Powers Kango Lengi Langu Syria kutoka kwa kijiji cha Latala. Anakuwa leo kwenye uzinduzi wake wa nyimbo za Injili audio. Uzinduzi huo utafanyika katika kanisa la KKT Dawa Endebe. Mhubiri wa siku hiyo atakuwa ni Yohana Le ambaye atatufungulisha siku hiyo. Kijana atakuwa ni pamoja na Paul Syria, atakuwa na Abel Noel, watakuwa siku hiyo ambao itakuwa ni siku ya kesho kwa saa ya asubuhi. Namna hiyo. Kazi mgoja unakaribisha siku ya kesho katika uzinduzi huu ambao utafanyika siku ya kesho kuanzia mida ya siku 5 mpaka saa 10 jioni. Kijana huyo ambaye atakwenda kufurahisha mbele za watu, wakiwepo waimbaji mbalimbali Paul Syria, Yohana Mola, watakuwepo siku hiyo ya kesho. Namna ya hapo vijana watakuwepo wengi wakiwa kufurahisha siku hiyo. Okay, nao tufuatilia kupitia Doneza 24 TV. Tumekuwa tunakupitisha kwa ajili ya matangazo mbalimbali ambayo yamekuwa yakizunguka maeneo ya Mlolongo na nje ya Mlolongo kuhusiana na tukio ambalo liko mbele yetu siku ya kesho, siku ya Jumamosi, ambapo hapa tuko na baadhi ya wadau ambao watazungumzia siku hiyo kutakuwa na kitu gani, wamejiandaje. Bwana, mambo vipi? Salama tu, habari za leo? Fresh, hebu tuambie unaitwa nani? Naitwa Isaya Moses. Bwana Isaya, tuambie siku ya Jumamosi nini kitatokea na sehemu gani? Kesho Jumamosi tuna uzinduzi wa album ya nyimbo za kijana wetu Power Syria ambao kwa jina maarufu ni Power. Anazindua nyimbo zake za audio kupitia album yake. Kwa hiyo tuna furaha kubwa kwamba kesho shughuli hiyo inaanza mapema sana kuanzia saa 5 mpaka saa 12 jioni, ikiwa tumealika baadhi ya watu mbalimbali, waimbaji binafsi pamoja na kwaya zetu tunawalika katika shughuli hiyo. Tuna furaha kubwa kwa siku ya kesho kwa sababu ya tamasha hilo, lakini pia sambamba na hilo ni kwamba amejitahidi na ameamua kuona kwamba afanye hivyo ili kuleta mapenzi mema katika sauti ya Injili na kuimbia Mungu, lakini pia ni kuinua kipato chake katika hayo ambayo anataka kufanya. Okay, tukianzia hapo sasa, ni Tanzania, watu wa kanda kaskazini, tutarajie nini kutoka kwenu sasa kama waandaaji wa tamasha hili? Nini tutarajie sisi kutoka kwenu? Nyinyi matarajio yenu ni kwamba tunapokuwa na shughuli za maendeleo kama hizo ambazo tunafungua album za kwaya, tunakuwa na matamasha ya kuinua ujenzi wa kanisa, tunashirikiana kama jamii moja au madhehebu mbalimbali kwa ajili ya kuinua dini na kuinua pia uchumi na kuinua elimu katika maeneo yetu, na kuona kwamba na sisi tuko ndani ya Tanzania yetu na tunaimarisha katika nyimbo za Injili na kuinua na kutukuza. Wewe kama mmoja wa waandaaji wa tamasha hili kubwa, ni changamoto gani ambazo mmekutana nazo licha ya kwamba mnaelekea ukingoni kabisa? Ni changamoto gani ambazo mmekutana nazo nyinyi? Wakati mimi ninamwezesha ndugu yangu ili aweze kwenda kwenye nyimbo za audio, alikutana na changamoto nyingi akiwa na rekodi, pengine anaweza akawa hana uwezo wa kurekodi, na mwezesha anakutana na changamoto ya siku ya kwenda kurekodi, labda ilikuwa amepanga leo, kesho hajaenda. Changamoto ambayo niliona zaidi ni kwamba wanahitaji la moyo la kufanya ile kazi, lakini pengine uwezo huwa hakuna, lakini kupitia wadau na ndugu jamaa na marafiki ameweza kufanya hiyo, na baada ya audio atahamia kwenda shooting.
Kuhusiana na waimbaji wa nyimbo za Injili ambao mmewaalika, nitajia angalau wawili, lakini pia kama kuna kwaya ambazo pia mmezialika unaweza pia ukazitaja hapo na watazamaji wetu wakaanza kuzitambua. Kwa kweli kwa kesho tuna kwaya nyingi ambazo tumezialika kama kwaya mbalimbali za sharika mbalimbali ndani ya dayosisi yetu ya Mwanga na dayosisi ya Same, na tumewaalika wadau wa maendeleo, lakini pia waimbaji mbalimbali kama wakina Paulo Siria tumewaalika, na kwaya zetu mbalimbali kutoka sharika za Same, tumewaalika kutoka usharika wa Mgagao, tumewaalika kutoka usharika mbalimbali ndani ya majimbo ya kanisa letu la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, lakini wadau watakao toka Morogoro kama waimbaji binafsi watakuja, lakini pia tumewaalika wawezeshaji ambao tumekuja kuwapa nafasi ya kuwa wageni rasmi kwa ajili ya kuwezesha uimbaji ule. Kwenye safu ya wageni rasmi, nani ambaye amebeba dhamana ya kuwa mgeni rasmi wa siku hiyo ya uzinduzi wa albamu yetu? Kwa kweli tumeandaa wageni rasmi kama sehemu ya watu takriban 15, lakini unapokwenda kwa mgeni rasmi kutaka kusaidie ni kwamba atakapokuitikia huwezi kujua kwamba kesho atakuletea nini, lakini hapo umempa nafasi maalum ya kuwa mgeni rasmi. Kwa hiyo katika hitimishaji hii tumeona kwamba tuna wadau watatu ambao tayari wameshaonyesha kwamba wao watasaidia juu ya wengine wote, akiwepo na Mnyaki Kiboko Lemunga, akiwepo mzee Paskali Daudi, akiwepo Mingati Mbirias, akiwepo na Moses Elia. Hawa ni wadau ambao tumewashirikisha, ambao kesho watakuwepo na watakuwa mstari wa mbele. Kwa wale sasa ambao wanatutazama kupitia Ebeneza 24 TV, mtu yuko Mwanza, yuko Singida, yuko Kenya, yuko Uganda, anatamani kufika lakini hajui anzie wapi. Hebu tupe location kuanzia kwa wale ambao kutoka Dar es Salaam, kwa wale ambao kutoka Arusha, washuki kituo gani, wakifika kituo gani, wanafika fikaje eneo la tukio? Karibu sana. Tunayo matangazo kupitia televisheni zetu hizi za matangazo, lakini pia tuna magrupu ya WhatsApp, lakini vile vile tumetuma kadi kwa ndugu jamaa na marafiki kwa kuomba mchango, lakini pia tumemwalika, lakini pia hawa wadau wakishaona, ina maana tumeambatanisha na namba zetu, watatutafuta wakiona kwenye sehemu ile ya WhatsApp tuliporusha ile bango, tuliporusha tarehe, pia watatutafuta, lakini pia wakitutafuta na sisi tunawasiliana naye, tunawakaribisha na tunawaelekeza maelekezo vizuri. Mwisho kabisa kwa wale ambao wanatufuatilia kupitia Ebeneza 24 TV, tunasema define your tomorrow today. Tumehakikisha kwamba tumefika Mgagao na tunakufikishia kama mdau wetu ile ambayo tunaendelea hapa kwenye wilaya yetu ya Same, lakini pia kwa hapa tuko wilaya ya Mwanga ambapo tumekuwa tukiripotia kutoka wilaya ya Same na Mwanga. Kwa wale ambao hawafahamu, wako inbox, tuko unapofika eneo la Mgagao Mwanga Kilimanjaro, ukishuka unaweza kupanda bodaboda, waambie wakupeleke kule ambapo ile tamasha kubwa linaenda kufanyika. Isaya, neno lako la mwisho tunapoondoka hewani, neno lako la mwisho kwa watazamaji. Kwa ndugu zangu wapendwa wote wanaonitazama, tuko maeneo ya Mgagao, lakini kesho tunaelekea eneo hili la Mgagao kwa chini kwa ajili ya tamasha letu la uzinduzi. Lakini niwashukuru wote ambao nimewaona katika matangazo haya, na nichukue nafasi hii kuwakaribisha kama sehemu ya ndugu jamaa na marafiki, na mimi ni msimamizi mkubwa wa ile shughuli inayofanyika kesho kama shughuli ya ndugu yangu Power, lakini vile vile nawaalika na watu wengine waweze kuhudhuria kesho. Niwashukuru sana. Napo kuaga mtazamaji wangu, wanasemaga mtu ni watu. Sasa unayotufuatilia basi naomba uweze kuja kwa ajili ya kusupport vipaji vya vijana wetu hawa kwa ajili ya nyimbo zao za Injili. Sisi tunasema bye bye, karibu sana Mwanga, karibu sana Emuguri. Karibu sana, asante sana.